Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du. أيها المستمعون الكرام، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الناس. Inshallah naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na rehma na amani zimwendee zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inshallah leo ndugu zangu tutafundishana darasa kubwa kabisa ambalo linahusiana na kitabu cha Wasilatu Shafi. Kitabu cha Wasilatu Shafi. Wasilatu Shafi ni ile dua ambayo ni dua maarufu sana inasomwa, ambayo kitisho chake ni ile Allahu ya Allahu ya Allahu ya maljal qasidi ya ghauthahu. Hii tutatoa faida zake, takriban faida 4 au 5 ya kisomo hichi cha Wasilatu Shafi, faida ambazo wengi tunaweza kuwa hatuzifahamu au tumeghafilika. Inshallah basi kama wale ambao wameghafilika basi tunakumbushana, lakini kwa wale ambao hawafahamu basi tunafundishana inshallah kile ambacho ametupa Mwenyezi Mungu, basi tuwafikishie na wenzetu nao wapate kukifahamu. Wasilatu Shafi tunaitumia kama dua, wengine wanaichukulia ni wepesi tu, lakini ni dua kubwa sana na dua nzito kabisa. Dua kubwa na dua nzito kabisa. Na unaambiwa asili yake ni shekhe ambaye alitunga kitabu kile, alikuwa anamwandikia mwenzake barua, anamwandikia kama barua, lakini barua ambayo ndani yake ina dua. Kumwandikia barua ambayo ndani yake ina dua. Kwa alikuwa anamwandikia wali mwenzake dua. Alikuwa ni shekhe ambaye anatajwa Sheikh Yusuf. Jina lake la mbele ni kama Al-Khaddad vile, ni kitu kama hicho. Ndio ambaye alikuwa anamwandikia mwenzake barua ili kumpa habari fulani, lakini ndani yake hiyo barua ilikuwa na dua. Kwa hiyo dua yenyewe ni hii Wasilatu Shafi iliyoanza bismillahi wa bihi badina walau abadna ghairahu shaqina ya habadha rabban wa habadina wa habadha muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina inna da'unaka sajiba amina ila akhir dua, mpaka mwisho wa dua kule. Kazi yake ya kwanza kabisa iliyokuwa kubwa kabisa, hii dua hii ya Wasilatu Shafi inaweza kukuondoshia vifungo vya mwili, inaweza kukuondoshia vifungo vya riziki, inaweza kukuondoshia vifungo vya mji, inaweza kukuondoshia vifungo vya majambo yako yoyote. Jambo lako likiwa na vifungo, basi hii Wasilatu Shafi inaweza kuondosha vifungo hivyo. Unafanyaje? Utafanya kitu kimoja, utatafuta nazi. Utatafuta nazi 7. Ukisha tafuta nazi 7, unazitoa yale maganda yake ya nje yale, unazitoa yale maganda ya nje yale, yani ule uchafu wa nje yale, makamba ya nje unayatoa. Baada ya hapo zile nazi utaziandika suratul Fatiha. Utaiandika suratul Fatiha ile, kila nazi utaiandika suratul Fatiha. Ukishamaliza hapo kuiandika suratul Fatiha kila nazi, alafu utasoma wasila. Utasoma wasila ya kwanza. Ukishamaliza kusoma wasila ya kwanza, utaizungusha ile nazi katika mwili wako. Halafu utasoma wasila ya pili na nazi ya pili. Utafanya hivyo hivyo kwa manuizo ya kufungua vifungo. Wasila ya 3 utasoma hivyo hivyo, ya 4, ya 5, ya 6 mpaka ya 7. Utasoma hivyo. Ukishamaliza kusoma hivyo, basi zile nazi utazivunja. Ukishamaliza kusoma hivyo, zile nazi utazivunja. Ukishazivunja inshallah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, vifungo vyako vitakuwa ni vyenye kufunguka
utafungua majambo yako, utafungua riziki zako, utafungua hali yako. Kama mwili ulikuwa umefungwa, basi mwili wako utakuwa ni wenye kufunguka kwa idhini yake na kudura zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni wasila, kimoja katika wasila. Hii ni jambo kubwa sana ambalo linafanyika kwa wasila. Ukifanya hivi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, majambo yako yanafunguka na unakaa kwa uzuri kabisa. Lakini utafanya kwa utaratibu huu ambao tumeusema, kwa kuchukua nazi, kuziandika hiyo Fatiha, suratul Fatiha, alhamdu, unaiandika kwanza bismillahirrahmanirrahim mpaka waladhdallin. Ukishamaliza utasoma wasila ya kwanza, utazungushia ile nazi katika mwili wako, utasoma wasila ya pili, utazungushia wasila ya tatu, utazungushia wasila ya nne, utazungushia wasila ya tano, utazungushia ya sita na ya saba. Na wakati unasoma wasila, utashika ile nazi ambayo unataka kuzungushia, utaishika, utaisemea pale katika manzuzo yake kwamba ya Rabbi, na kuomba Mwenyezi Mungu unijalie, unifungulie majambo yangu. Ikiwa ni riziki, basi nifungulie riziki zangu. Ikiwa ni mwili, basi Mwenyezi Mungu nifungulie mwili wangu. Ukimaliza hapo, utaenda utazivunja zile nazi. Ukienda kuzivunja, inshallah, haina sharti kwamba labda uende ukavunje sehemu fulani, sio eti njia panda au mtoni au wapi. Hapana, utavunja sehemu yote tu, basi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu majambo yako yatakuwa ni yenye kufunguka inshallah, na utakuwa ni msafi wa mwili. Hapo unaweza kutumia vitu vingine tu katika kukoga, katika kuweka mwili vizuri. Unaweza kutumia hata hii suratul Fatiha ukakoga mwilini, lakini ukiandika suratul Fatiha hii ukaiandika labda kwa zafarani, basi kukoga kwake unatakiwa usikoge sehemu ambayo ni chooni au maji yanatiririka yanaenda chooni. Koga sehemu ambayo ni tohara safi kabisa, basi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu majambo yako yatafunguka inshallah. Wallahu wa rasuluhu aalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.